Tumekutana Morogoro kwa ajili ya mkutano mkuu wa mwaka. Ni utaratibu wa kawaida kabisa, wataalamu wa mawasiliano tunakutana kwenye mkoa ambao wanachagua wataalamu wa mawasiliano kukutana kwa ajili ya kuangalia mambo mbalimbali ya chama chao. Moja huwa ni kwa ajili ya kupima maendeleo ya chama, utendaji kazi wa chama wa mwaka uliokuwa umeisha. Kwa mfano hapa tumeshamaliza mwaka mmoja. Kwa hiyo tumekuja hapa ili wanachama watupime, wajue yale ambayo tulipanga kwa mwaka wa fedha uliopita yametekelezwa, na kama hayajatekelezwa kwa nini, au kama kuna baadhi ambayo hayajatekelezwa nini changamoto na nini utatuzi wa changamoto hizo. Lakini eneo la pili ni kwa ajili ya kutazama mapato na matumizi. Tulipanga nini na tumetekelezaje kwa maana ya kipengele hicho cha mapato na matumizi. Lakini mara nyingi pamoja na kuangalia mapato na matumizi, lakini hesabu zetu za fedha huwa zinakaguliwa na mkaguzi wa nje. Kwa hiyo tunapata nafasi ya kuwasilisha taarifa ya fedha iliyokaguliwa ili wanachama waweze kujua chama chao kinaendeshwaje. Lakini pia kama kuna hatua mbalimbali za maendeleo ambazo chama kimepiga hatua katika maeneo hayo, ili wanachama wao wajue uongozi ambao uko madarakani umeweza kutekeleza nini. Lakini sasa ule mkutano wa mwaka huwa ni wa siku moja tu. Lakini sisi hapa tuna siku 5 ambazo tutakuwepo kwenye mkoa husika, kwenye mkoa huu wa Morogoro. Sasa zile siku 4 zinakuwa ni nini? Lakini hawa ni wataalamu wa mawasiliano na uhusiano wa serikali. Kwa hiyo huwa tunakuwa tuna mada mbalimbali ambazo zinatuongoza kwenye kipindi hicho chote cha mkutano kwa ajili ya kubadilishana uzoefu, kwa sababu hapa na wanachama ambao wana uzoefu wa miaka 20, miaka 30, miaka 35, kuna miaka 15, kuna miaka 10, lakini kuna mpaka mwaka mmoja na miezi. Kwa maana kwamba wale ambao ni wachanga kwenye ajira na kwenye hii taaluma ya mawasiliano na uhusiano, basi wanapata nafasi ya kujifunza kwa waliotangulia. Kwa hiyo tunatengeneza mada ambazo zinakuwa kwa ajili ya majadiliano. Hatufanyi presentations au hatufanyi mawasilisho ambayo yanalenga kwamba mtu anafundishwa, hapana. Na hatufanyi hivyo kwa sababu sisi kwenye mwaka mzima moja ya majukumu yetu ya msingi ni kufundisha, kufanya mafunzo kwa ajili ya wanachama wetu. Tunafanya mafunzo kwa njia ya mtandao na tunafanya mafunzo yale physical ambayo tunakutana mahali, tunatafuta wataalamu wazuri wanawafundisha watu kulingana na mada ambazo au kwenye maeneo ambayo wanachama wenyewe wamesema haya maeneo tuna changamoto. Kwa hiyo tukija kwenye mikutano kama hii ni kubadilishana uzoefu, tupime yale tuliyofundishana kwenye kipindi kichote, ni nini kimefanyika, wameweza kuyafanyaje kazi na changamoto ni nini, ili tuweze kubadilishana uzoefu na kuona namna kuimarishana kwa ajili ya kuisemea serikali yetu vizuri, hasa chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo anaifanya tunaizungumziaje, na kama tunakwama changamoto zipi tuzifanye. Moja wapo tunaangalia maeneo ya crisis communication management. Tunakutana na changamoto nyingi sana kwenye utekelezaji wa majukumu yetu, lakini namna gani tunaweza kuzimanage zile challenges ambazo tunazo kwenye. Kwa hiyo tunakutana na mtu mmoja katoka Tandaimba, mwingine katoka Morogoro, mwingine katoka Dar es Salaam, mwingine katoka kwenye taasisi au wakala au wizara na nini. Anatuambia yeye katika mazingira yake ya kazi anaweza kuzitatua changamoto mbalimbali ambazo anakutana nazo. Kwa hiyo tunakutana kwenye siku zingine hizi ambazo zinabaki, pia tunakuwa tunaangalia, tunahamasisha pia utalii wa ndani. Kwa mfano siku ya Jumaa ya tarehe 12 tunategemea kwenda Mikumi na Udzungwa. Tukaangalie, tuhamasishe, tunaposema watu wajitahidi kushiriki au kutembelea vivutio mbalimbali kwenye nchi yetu, basi sisi ambao tunaisemea serikali na vivutio husika tuwe wa kwanza basi kuvifanyaje, kuvitembelea kwa ajili ya kuhamasisha utalii wa ndani na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu mpendwa wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunafanya haya yote katika kuhakikisha kwamba wanachama wetu wanapata hizo fursa mbalimbali katika kuhakikisha kwamba wanafanya. Kwa hiyo kwa mwaka huu wa mkutano mkuu wetu wa mwaka tuna wanachama au wajumbe waliohudhuria huu mkutano wako 400+. Huwa napenda kumuona au natamani kumuona mtaalamu wa mawasiliano wa serikali kuwa mnyenyekevu. Hilo namba 1. Kwa sababu ukinyanyua mabega hauwezi kufanikiwa. Kwa wale ambao kama wapo wanaonyanyua mabega, ingawa sitegemei, kama wapo basi ni wasihi waache. Kwa sababu ukiwa na unyenyekevu utampokea kila mtu bila kujali tofauti zilizopo. Mbali na taaluma yangu nilionayo, mbali na elimu yangu nilionayo, mbali na nafasi yangu nilionayo kazini, lakini unyenyekevu ndio msingi. Sababu unyenyekevu unakupa upendo,
unyenyekevu unakupa amani na kila mtu, unyenyekevu unakupa furaha na kila mtu. Huwezi kuwa mnyenyekevu ukawa mkali. Huwezi kuwa mnyenyekevu ukawa unaupenda watu au ukawa haupendi watu. Unyenyekevu ni kitu cha kwanza kinakufanya uwe karibu na kila mtu ambaye anakuzunguka. Kwa natamani kumuona mtaalamu wa mawasiliano wa serikali, na hata kama si wa serikali, lakini as long as mtaalamu wa mawasiliano awe mnyenyekevu. Majina anaitwa John Matoke Mkama, ni afisa uhusiano kutoka Mamlaka ya Maji na Usafi wa Mazingira Kahama. Mimi ni miongoni mwa washiriki katika mkutano huu wa mwaka wa maafisa mawasiliano na uhusiano wa serikali. Kimsingi kwanza ni wapongeze waandaaji wa mkutano huu. Umekuwa mkutano mzuri, umeandaliwa kisasa, una mada nzuri ambazo kimsingi zinaendelea kutuimarisha sisi kama watu wa mawasiliano na uhusiano serikalini, ambapo baada ya mkutano huu ni matarajio yetu kwamba washiriki wote watakuwa wana nguvu mpya, wana maarifa mapya ambayo tunapoelekea kwenye uchaguzi wa serikali, uchaguzi mkuu wa serikali ambao utafanyika mwishoni mwa mwaka huu, ni imani yetu sisi kama wasemaji wa serikali tutabeba agenda za serikali na kuzisemea, kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa ni nini kimefanywa na serikali hii.